ambaye wanakuwa wanataka kuhakikisha lile litakalofanyika. Mwenzangu Allan Ochanda pia yuko Olkalau. Nataka pia niungane naye niweze kumsikia kuhusiana na yeye kipi kinajiri na ni kina nani ambao watakuwa wakifuatana nao, kwa sababu kama unavyofahamu kuna vyama takriban 7 ambavyo viko pale vikitafuta uungwaji mkono, kila mmoja akitaka kuenda kule katika bunge kuchukua nafasi ile ya Kiaraho, marehemu yule mbunge aliokuwa wa eneo lile. Kumbuke kwamba mbunge aliondoka alikuwa wa Jubilee, na sasa hivi kumejitokeza vyama vingine ambavyo vinataka kuchukua nafasi hiyo. Serikali imemwaga maendeleo kweli katika eneo lile, maendeleo ambayo yamekosolewa pakubwa na vyama vya upinzani. Lakini je, kampeni hii ya siku ya leo ya mwisho, mwenzangu Allan Ochanda, unadhani itakuwa inalenga nini hasa katika eneo hilo la Olkalau? Naam, Yeri, kama tu mwenzangu Ken Gashuhi alivyonena ni kwamba ni kilele cha kampeni za kuweza ama za wakazi 70,000 wa eneo bunge la Olkalau kuweza kurejea debeni katika uchaguzi mdogo siku ya Alhamisi, na hii leo ikiwa ndio kilele cha kampeni hizo, na nipo hapa katika eneo linalojulikana kama Captain ndani ya eneo la Olkalau, na tumeweza kuzungumza na wale ambao ni wafuasi wa wawaniaji tofauti hapa, na kila mfuasi wa kila mwaniaji ana ile imani na matumaini kwamba uchaguzi huo mdogo utakuwa ukienda kulingana na matumaini yao, kulingana na matamanio yao. Ila kumbuka kwamba hapo jana palikuwa na visa ambapo wahuni waliweza kuwavamia lile kundi la Linda Mwananchi, lakini usiku wa kuamkia leo, wakati ambako tumekuwa tukiweza kutembea hapa, tumeona yale mabango ya mwaniaji wa wadhifa huu katika tiketi ya chama cha DCP. Baadhi ya mabango yake yameweza kuharibiwa, ila pengine hali bado ni tulivu. Kitizama kufikia sasa bado hawajaanza ile mikutano ya hadhara ya siku ya mwisho, ila tunataraji kwamba katika pengine lisali moja lijalo ama masaa mawili yajayo kutakuwa na ile mikutano ya hadhara, kwa sababu kumbuka kwamba kinyang'anyiro hiki ama uchaguzi huu mdogo umeweza kuvutia wawaniaji 9, ila ambao wameweza kuibuka kidedea ama ambao wameweza kuonekana ni kana kwamba pengine ndio ambao ni kifua mbele ni wale wakuu, ni mgombea wa ubunge katika tiketi ya chama cha UDA na yule wa DCP, ambao kumbuka kwamba ubabe huo si wao peke yao, ila unaishia kwa ubabe kati ya Rais William Ruto wa chama cha UDA na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua wa chama cha DCP. Ila pengine pia kuna pale katika lugha ya kimombo unaweza sema kwamba kunaweza kuwa pia na surprise, ambapo pengine kunaweza kuwa na mgombea wa kutokea chama kingine ambaye huenda akaweza kufika pale na kuwashangaza wengi na kuweza kuibuka kidedea na kutangazwa kama mbunge, kuweza kuchukua nafasi ya Njuguna Kiaraho ambaye aliweza kuaga dunia. Na hivyo Yeri, tutakuwa bado tukiweza kutembea hapa kuweza kukujuza kila tukio lolote linapotukia, dakika yote linapotokea, wakati wote ule, kuweza kuwajuza watazamaji wetu, kwa sababu kufikia sasa wakazi hapa bado wanaendelea na shughuli zao, ila tunaweza kuarifia kwamba watakuwa wakiweza kujumuika katika ile mikutano ya hadhara, ambapo watakuwa wakiweza kufika katika mikutano hiyo kuweza kuunga mkono tu wale ambao ni wagombea wa wadhifa huu, ambao pengine wanatamania kwamba wao wakiweza kuchukua nafasi hii ya ubunge. Na hivyo Yeri, tutakuwa bado tukiweza kuwasiliana kumjuza mtazamaji wetu kila tukio linapotokea hapa katika eneo la Olkalau. Yeri, asante sana mwenzangu huyo Allan Ochanda, yuko kule Olkalau. Baadaye tutaungana naye tena kuweza kufahamu ni kipi kinajiri, kwa sababu katika eneo alilopo ni kwamba wenyewe wakazi wanaendelea na shughuli zao, wakisubiri baadaye kuwasikiza wale ambao watakuja kwao kunadi sera zao, ikiwa ni saa za mwisho zimesalia kwa wale ambao wanatafuta viti hivyo, kuhakikisha kwamba wanafika hapo kunadi, kujieleza, kujifahamisha kwa wale ambao ni wakazi wa eneo hilo la Olkalau. Mimi nataka tuingie katika mjadala, tuzungumzie masuala ya elimu sasa, na baadaye tutakuwa pia tukizungumza na wenzangu kadri